ndo dhana hii ya ugaidi, sio kitu halisi, na hii imetoka kwenye mataifa ya kibeberu, hasa mataifa magharibi. Wale wote ambao hawakubaliani na zile siasa za ukandamizaji, haya mataifa yanawabrandi kwamba hao ni magaidi, na katika hilo wamekuwa wanafanya juhudi kuhakikisha kwamba na nchi zote duniani zinaungana katika hiyo ajenda. Na hilo tatizo tukumba sisi hapa Tanzania. Mwaka 2002 tulikuja na mswada hapa wa sheria ya ugaidi. Ule mswada unafanana sana na sheria ya Marekani, na ulipoletwa wabunge walipinga, yaani idadi kubwa kabisa ya wabunge wa Tanzania walipinga ile sheria na walieleza udhaifu wake. Miongoni mwa hayo walisema kwamba sheria hii haifanani na mazingira hapa kwetu Tanzania, yaani hakuna sababu yoyote ya sheria hii kuletwa hapa, na wakaeleza wazi kwamba sheria hii inalenga dini, inawalenga Waislamu, na wakasema italeta madhara makubwa. Yaani ukirudi kwenye Hansard za bunge za mwaka 2002 utaona maneno walizungumza bunge yalikuwa ni mazito sana. Tena walikuwa wanasema kwamba sheria hii inalenga dini na inalenga dini ya Kiislamu. Hawakuwa wabunge wa Islamu. Yaani wengi walikuwa ni wabunge wa Kristo, kina mama Netrule Mongela, kina Masumbuko Lamwai, kina Bernard Membe. Hao ndio walikuwa wakali na wakifafanua ile sheria. Lakini walikuwa na mbali kwamba sheria hii ikipita itakuwa inajenga fursa kubwa sana ya mataifa ya nje ya kuweza kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania, kwa sababu ya ule mkao wa vifungu vyake jinsi vilivyo. Kwa hivyo hii ajenda ni ajenda ya mataifa makubwa. Sasa hapa kwetu tunajadili hii, na kwa mfano katika mada iliyowasilishwa imezungumzwa hizi corridor za Somalia na Kenya na Mozambique kwamba zinaingiza watu kuleta ugaidi. Lakini katika uhalisia ukija kwenye jamii hukuti ule ugaidi unaingia kama inavyosemwa, si ndio? Inasemwa hivyo. Lakini ukija huku mtaani hakuna ugaidi. Na ushahidi kwamba hakuna ugaidi hapa Tanzania ni serikali imekamata watu kwa hoja za ugaidi, imepeleka mahakamani mamia ya watu. Hao watu wanakaa mpaka miaka 10. Yaani upande wa serikali wanashindwa kupeleka ushahidi kuthibitisha kwamba hawa ni magaidi. Yaani umemkamata mtu anataka kufanya ugaidi, unampeleka mahakamani, unatakiwa upeleke ushahidi kwamba huyu ni gaidi na ushamkamata. Alafu unashindwa kupeleka ushahidi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4 mpaka mwaka wa 10. Hujaweza kupeleka ushahidi. Kwa hivyo utaona kwamba yanaelezwa haya mambo, si kuna ugaidi unatoka Somalia, kuna ugaidi unatoka Tanzania, unatoka Kenya, unatoka Somalia. Lakini ukija hapa mtaani hakuna ule ugaidi. Watu wanaokamatwa kwa sheria kwa tuhuma za ugaidi ni watu wenye heshima kubwa, ni watu wenye shughuli zao, ni watu wanaotoa huduma katika jamii. Hapa Zanzibar kuna viongozi kama kina Sheikh Mselem Ali, kuna Farid, ni mashehe wakubwa na wanatoa huduma kwa muda mrefu, wamekaa miaka 9 jela kwa tuhuma za ugaidi. Serikali haikuweza kuthibitisha. Lakini wanapokamatwa vijana wengi, wanafunzi wa vyuo vikuu na kadhalika. Na katika kujenga hiyo picha ndio maana unaweza kuona kwamba mijadala yetu hapa inajadili lakini inataja dini ya Kiislamu. Ni kwa sababu ya hiyo picha inayojengwa na hizo mamlaka zenyewe, kwa sababu unakwenda kule gerezani wamekamatwa watu kwa sheria ya ugaidi, watu wote nakuta Waislamu. Haiwezekani kuona uhalifu wa dini, yani uhalifu wa watu wa dini moja. Kwa hivyo ukiangalia hili jambo ndio nilikuwa nasema kwamba tunaanza kwa tunajadili, lakini tunajadili kitu ambacho sicho, au unajadili kitu ambacho kimetengenezwa na unamsaidia sana yule adui. Sababu hii swala la ugaidi imetugawa
katika misingi ya kidini. Maana yake inaonekana kwamba Waislamu ni magaidi na dini nyingine sio magaidi, kitu ambacho tulikuwa hatuna kabla ya sheria kuletwa hapa nchini kwa Tanzania. Nakumbuka miaka kama 7 iliyopita au 8 hivi, tokea tukio moja iliripotiwa kwenye vyombo vya habari kwamba kuna kijana miaka 18 anaitwa Nasibu, kwamba huyu kijana alikwenda kwenye ubalozi wa Marekani, alikuwa anakwenda kulipua ubalozi wa Marekani. Akakamatwa, ikafanyika press na ilikuwa na nafasi kubwa sana kwenye gazeti la serikali Habari Leo. Ilikuwa anaandika karibuni wiki nzima taarifa yakiwa anaandika kwa kuthibitisha kwamba kijana ni gaidi, kijana alitaka kulipua ubalozi wa Marekani, alikamatwa akiwa na kidumu cha lita 5 za mafuta ya taa, kaingia nazo mle ndani. Kumbuka ubalozi wa Marekani unalindwa na FBI. Nasibu miaka 14 kaingia kwenye ubalozi wa Marekani na dumu la lita 5 kwenda kulipua. Ni kesi kabisa hii. Sasa tulitegemea sana kwamba huyu kijana apelekwe mahakamani, halafu ili mahakama hii apate uhuru, fursa ya kujitetea na wale wathibitishe kama ni gaidi. Kilichotokea ni kwamba huyu kijana alipelekwa mahakamani, kaingizwa mahakamani afu akatolewa kwa madai kwamba hakimu hayupo. Hiyo kesi ikamalizika moja kwa moja mpaka aliwahi kurudishwa mahakamani. Sasa hii ndo hali ambayo ilivyo hapa kwetu Tanzania. Kuna tatizo hilo ambalo mimi ningependa sana tulikatae. Tanzania hakuna ugaidi. Hatuwezi kuwaita watu wetu kwamba ni magaidi. Yaani sisi wenyewe tunachafua watu wetu. Yaani eti Tanzania hapa kuna magaidi, hakuna gaidi. Isipokuwa tukubaliane kwamba kuna watu ambao wanasimama wanalalamika dhidi ya serikali. Hawa ni watu ambao sababu za kulalamika ziko wazi na zinafahamika. Kwa mfano Kusini, nakumbuka miaka kama nafikiri 2017 18 wakulima korosho waliongea vizuri na wale wanunuzi wanaotoka nchi za nje, wakawaomba waongezee ruzuku ili iwasaidie kufanya maandalizi mazuri kwa ajili ya kilimo cha korosho, na wale wakakubali. Zile hoja zilikuwa hoja za msingi sana na wakapata ile ruzuku. Hawa wakulima wa korosho waliongea na TRA iweze kukusanya ile ruzuku, lakini pia kwa makubaliano ya kwamba watatoa kiasi fulani, TRA watakuwa wamelipwa. Hawa TRA wakakubali na wakakusanya, nafikiri kama sio chini ya bilioni 200 na kidogo. Na walipomaliza, walipopata zile pesa zilipopatikana, serikali imezichukua zile pesa, wakatunga sheria, wakapeleka bungeni, ile milioni 200 bilioni nafikiri 200 na kidogo, zote zikawa zimechukuliwa. Na wale wakashindwa kulipa madeni na hali yao ya korosho ikarudi chini, kilimo cha korosho. Yaani ukiangalia takwimu za kuonyesha mapato ya mwaka ule 2017 18 na iliyofikia 2009 ilikuwa ni tofauti kubwa sana. Kuna swala la gesi, kwamba imegundulika gesi Kusini kule, makubaliano wale wenyeji, gesi ile ikaonekana itolewe kule ilichokuja kuchakatwa huku Dar es Salaam. Wananchi wakaja juu wakasema hapana, sisi kama wenyeji wa Mtwara kwanza tuangalie maslahi yetu yakoje, na wakakaa na serikali na wakakubaliana maslahi yatapopatikana. Serikali haikutekeleza. Ilipokuwa kutekeleza, wale vijana wananchi wakaamua kufanya maandamano, wakapelekewa jeshi, wakauawa. Sasa haya ndiyo wanayotendewa haya yanawafanya wananchi waweze kujikuta kwamba wanapambana na vyombo vyao au serikali zao. Hawapambani na serikali kwa sababu za ugaidi. Hivi unafanya ugaidi upate nini? Hakuna mtu anayefanya kitu asikose kuwa na maslahi nacho, si ndio? Hao magaidi ambao tunasema kwamba wanapambana na serikali yao wapate nini? Hotuba tu. Sababu hata ile hii inakwambia huyo kijana Nasibu walivyoripoti wao, walisema kwamba alisikia hotuba katika msikiti wa Mtambani, ndio akaenda kulipua ubalozi, akachukua kidumu cha mafuta aende kulipua ubalozi wa Marekani. Kasikia hotuba ya kiongozi. Hiyo hotuba, huyu anapata nini kwenye ile hotuba?
Kwa hivyo kimsingi mimi nilikuwa nafikiri kwamba sisi kama vyombo hivi na hizi taasisi ni lazima tuangalie, yaani tusije tukatumika tena kwenye ajenda ile ile ya watawala kwa maslahi yao, tukajikuta kwamba tunasaidia kwa namna moja au nyingine. Mimi niseme zipo sababu za msingi ambazo kwa kweli ni lazima zizingatiwe, ambazo hizo tu zinazofanya vijana, zinazofanya wananchi wasimame dhidi ya watawala waliopo sasa hivi madarakani. Asante sana. Asante sana.